Augustine alikuwa kiongozi wa kanisa mwishoni mwa karne ya 4 na mwanzoni mwa karne ya 5 ambaye aliwahi kuomba sala hii yenye nguvu: umetuumba kwa ajili yako, e Bwana, na moyo wetu hauna utulivu mpaka upate pumziko kwako. Jinsi ilivyo kweli leo. Naam, ilikuwa kweli hapa katika siku za Ezekieli. Watu wa Israeli walikuwa hawana utulivu, lakini wao hawakupaswa kamwe kuwa hawana utulivu. Walichaguliwa kwa neema na Mungu, lakini taifa hilo halikupata pumziko la kweli kwa Mungu pekee, kwa imani. Kwa hiyo hapa tuko sasa katika Ezekieli sura ya 36 na 37 ambapo tunapewa unabii wa kina kuhusu mustakabali wa utukufu wa Israeli wakati watu wote wa Mungu hatimaye watapata pumziko kwake. Sura ya 36 inaanza na urejesho wa nchi, na hapa Ezekieli anaagizwa kupeleka ujumbe wa Mungu kwa milima ya Israeli, yaani kwa taifa zima, akisisitiza pia ahadi ya Mungu ya nchi hii ambayo itakuwa yao. Bwana anasema hapa katika mstari wa 5 kuhusu maadui wa Yuda, hasa Edomu, walijipa nchi yangu kama milki kwa furaha ya moyo wote na dharau kabisa. Naam, walifurahia uharibifu wa Yerusalemu. Mungu aliahidi kwamba wao wenyewe watapata aibu hapa katika mstari wa 7. Kwa maneno mengine, majivuno yao hayataendelea kwa muda mrefu. Wanaweza kuwa walijipa nchi, lakini haitakuwa yao milele. Sasa, kinyume na hukumu inayowangojea mataifa haya, Bwana anasema milima ya Israeli itafanikiwa kwa wingi mpya hapa katika mstari wa 8. Watu wataongezeka, watakaa katika miji iliyojengwa upya. Mstari 10, Israeli itarejeshwa katika hali iliyo bora zaidi kuliko utukufu wake wa zamani. Mstari 11, na hiyo bila shaka ni kwa sababu katika ufalme wa baadaye hawatakuwa tena katika uasi dhidi ya Mungu. Sasa katika mstari wa 16 hapa katika sura ya 36, ujumbe wa Bwana unageukia kuzaliwa upya kwa watu wa Israeli. Kwanza anawakumbusha kwamba kutawanyika kwao, uhamisho wao, ingawa ilikuwa muhimu wakati Mungu alipowahukumu, kulisababisha jina lake, yaani sifa yake, kudhihakiwa miongoni mwa mataifa. Lakini atarekebisha yote hayo katika siku hii ya baadaye, ufalme huu wa baadaye, na Bwana anasema, anawapa sababu hapa katika mstari wa 22. Sio kwa ajili yenu, enyi nyumba ya Israeli, kwamba nitaenda kutenda, bali kwa ajili ya jina langu takatifu ambalo mmelichafua miongoni mwa mataifa. Hakuna nafasi, wapendwa, kwa kiburi katika watu wake waliorejeshwa. Neema yake daima hutolewa kwa watu wasio na kustahili, ikiwa ni pamoja na wewe na mimi. Lakini matokeo ni nini? Naam, mataifa yote yataona neema yake kwa kizazi hicho cha baadaye cha Israeli, na watajua kwamba yeye ni Mungu kweli. Sasa mstari wa 24 unatueleza kwamba Mungu atawakusanya tena watu kutoka nchi zote duniani na kuwaleta katika nchi yao wenyewe. Wataamshwa kiroho, wataamini Injili ya Kristo katika siku hizo za dhiki. Sikiliza ahadi hapa katika mstari wa 25. Nitawanyunyizia maji safi juu yenu, na mtakuwa safi kutoka kwa uchafu wenu wote, na kutoka kwa sanamu zenu zote nitawatakasa, na nitawapa moyo mpya, na roho mpya nitaweka ndani yenu, na nitaondoa moyo wa jiwe kutoka mwilini mwenu, na kuwapa moyo wa nyama, na nitaweka roho yangu ndani yenu. Kunyunyizia maji kulionyesha utakaso kutoka kwa uchafu katika Agano la Kale. Kwa hiyo hii ni ahadi ya utakaso wa kiibada wa baadaye kutoka kwa dhambi. Pia wameambiwa katika ahadi hiyo niliyosomea kwamba watapata moyo mpya na roho mpya. Hii inaelezea uongofu wao kwa imani kwake, na hii si chochote zaidi ya kuzaliwa upya kiroho. Wanapewa maisha mapya na Roho Mtakatifu ambaye atakaa ndani yao. Ahadi ya ajabu iliyoje! Kuna wakati ujao ambapo Mungu atamimina roho yake juu ya watu wa Israeli, na kama Mtume Paulo anavyoahidi katika Warumi saa 11 na madakika 26, Israeli yote itaokolewa. Kweli hili bado halijatokea, sivyo?
bila shaka halijatokea. Israeli yote haijaokolewa, hawamfuati Masihi. Hili litatokea lini? Kweli, muktadha wa unabii huu unatazamia mwisho wa dhiki, wakati Yesu atakaporudi kuanzisha ufalme wake wa milenia duniani. Na kutokana na uongofu wao wa kitaifa, watu wa Israeli watakuwa na uhusiano mpya na Bwana ambao ni wa ndani. Uhusiano huu utashughulikia mioyo yetu. Ni ya kibinafsi sana, ya mtu mmoja mmoja. Na hata ingawa wamesamehewa kwa neema, Bwana anawaambia hapa katika unabii wa Ezekieli, mstari wa 31 unasema, mtazikumbuka njia zenu mbaya na matendo yenu ambayo hayakuwa mazuri. Kwa maneno mengine, watajawa na majuto makubwa wanapotubu. Sasa mstari wa 32 unafuata na kutoa wito kwa waliohamishwa kufanya hivyo mara moja katika utamaduni wao sasa hivi, kuwa na aibu kwa njia zao, kuchanganyikiwa kwa njia zao. Wanahitaji kutubu sasa. Huu ndio muktadha wa haraka, na kwa kusikitisha, watakataa. Sasa unabii huu wa ajabu wa ufufuo wa kiroho wa Israeli umeonyeshwa hapa katika sura ya 37 kama ufufuo wa taifa. Hii ni mfano wenye nguvu kwa njia wa kile Mungu atakachofanya katika urejesho wa baadaye wa Israeli. Sasa Mungu anampa Ezekieli maono, na katika maono haya Bwana anamwongoza Ezekieli kwenye bonde lililojaa mifupa mikavu ya binadamu. Imekuwa huko kwa muda na hivyo imekauka. Bwana anamuuliza nabii hapa katika mstari wa 3, je, mifupa hii inaweza kuishi? Kweli dhahiri jibu ni hapana, na Ezekieli anamjibu Bwana, Bwana Mungu, wewe unajua. Kweli hiyo ni njia nzuri ya kusema, Bwana, nadhani hili ni swali la mtego. Wewe unajua. Wewe peke yako unajua jibu la swali hilo. Mungu kisha anamwambia Ezekieli aanze kutabiri kwa mifupa hii, akiwaambia wasikilize neno la Bwana ambaye anaweza kuwapa pumzi na uhai. Kwa maneno mengine, Ezekieli anatakiwa kuhubiri ujumbe kuhusu nguvu za Mungu za kuwarudisha wafu kwenye uhai. Na Ezekieli anapoanza kuhubiri ujumbe huu, mifupa yote hii hapa inaanza kutikisika na kisha kuungana pamoja. Mstari wa 7 unasema, mfupa kwa mfupa, mishipa au kano pamoja na nyama vinakuja juu yao, wakati mifupa hii inaundwa upya na miili inafanywa upya. Basi Bwana anamwambia Ezekieli hapa katika mstari wa 9 kutabiri kwa pumzi, akisema, pumua juu ya hawa waliouawa ili wapate kuishi. Sasa neno la Kiebrania kwa pumua au pumzi, ruach, linaweza pia kumaanisha upepo au roho. Huu upepo au pumzi, hii roho, kisha inafika na kupumua ndani ya miili hii iliyokufa, na wote mara moja wanarudi kwenye uhai na kusimama kwa miguu yao. Je, hiyo ni vipi kwa maono ya ajabu ya ufufuo ulioletwa na Mungu? Basi Mungu sasa anatambulisha mifupa hapa katika mstari 11. Hii mifupa ni nyumba yote ya Israeli. Sasa kwa wakati huu Ezekieli anajua Israeli imekufa kiroho. Kama taifa wamekauka. Kwa kweli, muundo wa mifupa ya taifa lao tayari umeoza, tayari inarudi kuwa mavumbi. Kwa kweli, matumaini yote yamepotea. Kwa hiyo lazima ufikirie jinsi unabii huu ulivyoweza kusikika. Huwa hauwezekani kwa wale waliohamishwa. Nchi yao ya asili ilikuwa imeharibiwa, Yerusalemu imechomwa moto, hekalu limeharibiwa. Kwa taifa kupata uzoefu wa ufufuo, vema, hilo ni jambo tu ambalo Mungu peke yake anaweza kufanya. Hakika ni Mungu pekee anayeweza, na Mungu atafanya. Sasa baada ya maono haya, Bwana anamwambia Ezekieli kufanya ishara. Anamwambia hapa katika mstari wa 16, chukua fimbo na uandike juu yake kwa ajili ya Yuda. Kisha chukua fimbo nyingine na uandike juu yake kwa ajili ya Yosefu, yaani fimbo ya Efraimu. Unganisha hizi fimbo mbili, ziunganishe pamoja kuwa fimbo moja, ili ziwe moja mkononi mwako.
Sasa hizi fimbo mbili zitakazounganishwa pamoja zinaashiria falme mbili, Yuda na Israeli. Hapa zinaitwa Yosefu au Efraimu. Na unajua nini? Wanaunganishwa tena, hatimaye mara nyingine wanaanzishwa tena katika nchi yao. Tunasoma hapa katika mstari wa 22 kwamba watakuwa taifa moja chini ya mfalme mmoja. Mfalme ni Daudi. Hii inaweza kuwa rejeleo kwa Daudi anayehudumu chini ya mfalme Yesu, au rejeleo kwa Yesu kama mwana wa Daudi. Sasa mstari wa 26 unaongeza kitu kipya ambacho kitakuwa mada kuu baadaye katika kitabu cha Ezekieli, na hasa ni patakatifu au hekalu la Mungu. Hii itarejeshwa katika siku zijazo. Sasa hilo halijatokea bado. Kwa kweli, bado tunasubiri hadi leo kutimia kwa unabii huu wa kushangaza, lakini yatatimia halisi Yesu mwenyewe atakaposhuka kutoka mbinguni, uketi kwenye kiti chake cha enzi kama mfalme juu ya dunia yote. Acha hii iwe kumbusho la kutia moyo kwako. Hizi zinaweza kuwa nyakati za kusumbua leo. Kwa kweli, kila kizazi kina changamoto zake, lakini wacha nikutie moyo, upumzishe moyo wako katika ahadi za Mungu. Kwa njia, dunia iko kwenye njia sahihi. Mchungaji wa kimungu yuko kazini. Yeye anasonga kila kitu kwa kasi yake kulingana na mpango wake hadi mataifa yote na watu wote wa dunia watakapokubali. Katika siku hiyo ya baadaye, wakati unabii wa Biblia utatimia katika suala hilo kwamba Yesu Kristo ni Bwana. Kwa hivyo swali la kweli leo ni wapi? Uko wapi? Moyo wako unapumzika wapi leo? Wacha nikutie moyo upate mahali pako pa kuamini na kupumzika katika Yesu Kristo. Hadi wakati mwingine, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Amina.